namna hii, ukashika mamilioni katika mkono wako, ndo Uislamu itakuishia hapo. Hata hiyo mtaa unayoishi utahama, na misikiti utaacha kwenda mpaka Ijumaa, na ibada zote ambao ulikuwa unazifanya utaziacha. Kwa hivyo fanya haraka sana kabla malengo haya ambayo uko nayo sasa hivi unamkumbuka Mungu yasije yakapotea katika maisha yako kwa sababu ya mitihani ambayo utakuja kupitia baadaye. Leo wangapi wamekaa katika ucha Mungu na toa ya Mwenyezi Mungu, wanaswali swala 5, wanakula halali, kwa sababu Mungu hajawajalia kuwa kiongozi. Hajachaguliwa huyu kuwa ndo chairman wa msikiti, kuwa ndo mweka hazina, kuwa ndo MCA ama ni MP au governor. Akichaguliwa tu, akikaa juu ya kiti, ndo Uislamu itakuishia hapo. Hutomuona tena katika yote ambayo alikuwa anayafanya. Ndio Mtume akasema watadhillu dhalla, fanyeni haraka sana malengo haya yasije yakapotea. Bado unamkumbuka Mungu, fanya yasije yakakutoka haya. Wataarudhu alhajja, na majukumu yasije yakazidi na akaweza kushinda kwenda kufanya ibada ya hija. Napata kujua ni Muislamu, hakuna ibada ambayo Mtume Muhammad sallam ametaja kwamba Muislamu anapoitekeleza ibada hii. Ziko ibada 3 kwa ujumla katika hadithi moja ndani ya Sahih Muslim. Jumla ni ibada 4 katika hadithi moja katika Sahih Muslim ametaja 3 Mtume, kisha na hadithi moja akataja kando, kwamba hizi ibada unapozitekeleza unarudi kama ulivyozaliwa, mweupe kabisa, huna hata doa moja ya madhambi. Kuna bwana mmoja akiitwa Amr ibn al-As. Huyu bwana alikuwa ni adui mkubwa sana wa Uislamu, na akimpiga Mtume vita, na akiwapiga Waislamu vita, na akiwafanyia kila aina ya mabaya na khiana. Hata maswahaba walipohamia Ethiopia, Habash, Makuraish walimtuma Amr ibn al-As aende kwa rafiki yake mfalme Najashi akatie fitina huko, Waislamu wauawe ama watiwe ndani. Na huyu Amr ibn al-As alikwenda na mazawadi nyingi tu kuhongana huko, lakini mwisho alishindwa kesi. Almuhim, ilipopita miaka, huyu Amr ibn al-As ambaye alikuwa ni adui wa Uislamu alikuja kaslimu. Sasa aliposilimu, ile mawazo na kumbukumbu ya mabaya ambayo alikuwa akiwafanyia Waislamu na Uislamu ikawa inamwijia katika akili yake. Anakumbuka mambo aliyomfanyia Mtume, yale mabaya, anakumbuka mambo ambayo aliwafanyia maswahaba. Basi akaanza kulia tu. Amr ibn al-As analia, anashindwa kula, anashindwa kulala. Maswahaba wanamuuliza, nini ya Amr? Anasema, bwana, mimi nitakuwa na sura gani mbele ya Mtume jamani, baada ya kumfanyia yote ambayo nilimfanyia? Mimi nitakuwa na sura gani mbele ya Jaafar bin Abi Talib ambaye alikuwa ni kiongozi wa msafara wa Habash? Mimi nitakuwa na sura gani mbele ya Abubakar Siddiq? Basi Mtume akapata habari toka Amr ibn al-As amesilimu, ameshindwa kula, ameshindwa kulala, analia tu. Mtume akatoa amri, Amr ibn al-As aletwe mbele yake. Alipoletwa mbele yake, Amr ibn al-As analia mpaka anatemeka. Mtume akamwambia mambo 3 haya. Akamwambia, ya Amr, ama alimta anna al-Islam yahdi ma kana qablahu? Ewe Amr, wewe hujui kwamba mtu anaposilimu Uislamu inafuta madhambi yote ambayo mtu alikuwa anayafanya kabla hajaslimu. Unapomwona mtu anapiga shahada hapa msikitini au malipopote pale, huyu mtu anarudi kama alivyozaliwa, mweupe kabisa, hana hata doa moja ya madhambi. Wa anna al-hijra tahdimu ma kanat qablaha, na ibada ya hijra kama Waislamu walivyohama Maka kwenda Madina, mtu anahama na dini yake. Hijra inafuta madhambi yote ambayo mtu alikuwa anayafanya kabla hajakwenda kufanya, kabla hajakwenda hijra. Kisha na Mtume akamwambia, wa anna al-hajj yahdimu ma kana qablahu, na ibada ya hajj inafuta madhambi yote ambaye mtu alikuwa anayafanya kabla hajakwenda kufanya ibada ya hajj. Ndio Mtume akasema, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummu. Mtu yeyote ambaye atakayekwenda kufanya ibada ya hija, hakumuingia mke wako, sababu moja katika mambo ambayo inatengua haji ya mtu ni mtu kustarehe na mke wake wa halali. Hija yako imebatilika na kafara yake ni kuchinja ngamia, na utabidi umalize, na mwaka ujao Mungu amekupa uwezo, itabidi tena urudi mara ya pili ukalipe. Sasa Mtume anasema, yeyote ambaye atakayekwenda kufanya ibada ya haji hakustarehe na mke wake wala hakufanya machafu yoyote ambayo ni kinyume na sheria, hija ikimalizika
anarudi nyumbani kama ambaye alizaliwa na mama yake, mweupe kabisa, hana hata doa moja ya madhambi. Hii ndio ibada ya haji, ni Muislamu. Kwa wale ambaye leo wanajichelewesha kufanya ibada kama hii, na Mungu amewapa uwezo wa mali na afya. Leo kuna baadhi ya mandugu zetu, kuna mmoja katika mtaa wetu ambao tunaishi naye, anaendesha gari ya Prado, gharama yake ni milioni 5. Leo anaiuza sokoni katika showroom, ataiuza hii Prado yako 5 million. Namuuliza, ushawahi kwenda kufanya ibada ya haji? Anasema sija kwenda bado, mimi na hustle, nahangaika na kwenda juu na kwenda chini. Nikamwambia, kwa nini usiuze Prado yako hii shilingi milioni 5, ukanunua gari nyingine milioni 2, milioni 3, wewe na familia yako mkaenda kufanya ibada ya haji. Leo hii gari unaye, mambo ya kesho hujui. Kuna ndugu yetu mmoja katika mtaa wa Mabanda hapa Nairobi, miaka 8 iliyopita alirithi ploti 4 kutoka kwa wazazi wake, ploti 4. Na tena aliporithi alikuwa na mandugu zake wawili. Baada ya muda, ndugu zake wawili wote wakafariki, akabakia peke yake. Leo ni miaka 8 hajakwenda kufanya ibada ya haji. Tunamuuliza, mbona hujakwenda kufanya ibada ya hija? Anasema, bana, nitakwenda vipi na hizi manyumba yataka kusimamiwa, wapangaji wanachelewa kulipa, wanasumbua, nyumba zenyewe zinataka repair. Mimi nikamuuliza, hii nyumba moja ukiuza wewe, ploti yako moja ukiuza, itatoa pesa ngapi? Akasema, nikiuza leo nitapata milioni 60 ya Kenya, 60 million. Sasa kwa nini usiuze ploti moja hii ukabakia na ploti 3? Ploti moja wewe na familia yako mkaenda kutekeleza ibada ya haji. Wewe walojenga hizi nyumba waliziacha, walorithi wakaacha, mababu zako waliziacha, wazazi wako waliacha, wewe ndo ambao utaishi milele nazo. Kwa nini usiitumie kwenda kujenga uhusiano wako na Mungu wako na kuboresha kutafuta radhi za Mola wako? Unangoja nini jamani? Hii ndo hali ya Waislamu leo. Mungu anawapatia uwezo, wala hawaoni wala hawafungui macho, ndugu Waislamu. Na ibada ya haji, ndugu Waislamu, hii ni ibada ambayo ni ya kipekee kwa mtu mwenye kufahamu, na mtu ambaye ameisomea, anajua anafanya nini. Wallahi, mafunzo yake ni kubwa sana. Kwanza, ukifika kule Makka, ndo mara ya kwanza unaiona Al-Kaaba mbele yako. Hujawahi kuiona Al-Kaaba kwa macho hivi, unaiona labda katika TV, katika baadhi ya mapicha, lakini pindi utakapoiona mbele yako hivi, na waambieni Waislamu, utalia machozi ya furaha bila wewe kupenda. Na utakumbuka katika sehemu hii aliwahi kukanyaga kiumbe aliyokuwa bora kuliko wote, ambaye ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kina Nabiullah Ibrahim, Ismail, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub na wengineo katika mitume walikanyaga katika sehemu kama hii na walifanya ibada hapa. Na utakumbuka katika sehemu hii vile vile walikuwepo masahaba, kina Abubakar Siddiq na Umar al-Faruq na Uthman bin Affan na Ali bin Abi Talib na Khalid bin Walid na Kaka bin Amr. Mimi ni nani hata nipewe nafasi kama hii kuja katika sehemu takatifu kama hili? Na utakumbuka matukio mengi ambayo yalitokea hapa. Waliangamizwa majeshi ya Abraha na ndovu yao. Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil. Majeshi ya Abraha na ndovu waliangamizwa hapa. Katika mwaka wa 10 Mtume aliwakamata wale maadui wote wa Uislamu, kama anavyoelezea Mubarak Puri katika Rahik al-Makhtum. Walikamatwa wote wale maadui, wakaletwa kwenye Al-Kaaba. Mtume anawauliza, mnajua mimi nitachukua hatua gani kwenu? Ataduruna ma ana fa'ilun bikum? Qalu akhun karim wa ibn akhin karim. Wewe ni ndugu mwema na ni mtoto wa ndugu mwema, bila shaka tunatarajia mema kwenu nyinyi. Ndio Mtume anawaambia, idhhabu fa antum at-tulaqa, nendeni nyinyi mko huru. Abdullah ibn Umar anasema, wallahi, katika sehemu ya Al-Kaaba ile ukelele watu kupiga shahada, ulifikiri labda watu wako sokoni. Ndio unaona Uislamu haikuja kwa ncha ya upanga kama wanavyosema baadhi ya watu, na hii ni mfano mzuri sana kwa watu. Na kwenye Al-Kaaba